Msisitizo wetu ni kuwasisitiza Wanasingida ya kwamba wana wajibu wa kununua jezi original za klabu yetu ya Simba. Kwa kufanya hivyo unakuwa umeichangia klabu yako ya Simba, lakini kwa kufanya hivyo unakuwa umechangia katika maendeleo ya klabu yetu ya Simba. Kinyume chake, unaponunua jezi feki unakwenda kumtajirisha na kumnufaisha mtu ambaye hana uhusiano wowote na Simba Sports Club. Sote hapa tunaitakia mema timu yetu ya Simba na tunataka timu yetu ya Simba ifanye vizuri msimu huu na maisha yake yote kwa ujumla. Kufanya vizuri kwa Simba unategemea na nguvu ya kiuchumi. Nguvu ya kiuchumi ukiachilia mbali wadhamini tuliokuwa nao, lakini nguvu ya kiuchumi bwana, wewe nikusaidia, najua sauti upate. Nguvu ya kiuchumi inatokana na ninyi wana Simba kununua bidhaa halisi za klabu yetu. Kwa hiyo mwana Singida, usikubali kwa namna yeyote ile kuvalishwa jezi feki. Usikubali kwa namna yeyote ile kununua bidhaa feki ya klabu yako ya Simba. Kwa kufanya hivyo maana yake unaihujumu klabu yako moja kwa moja. Sidhani kama kuna mwana Singida yoyote hapa yuko tayari kushiriki kuihujumu klabu yake ya Simba. Mantiki hiyo ni kwamba kila mwana Simba anaitakia mema Simba, na kuitakia mema Simba yetu ni wewe kununua bidhaa original za klabu yetu. Kwa hiyo kuanzia sasa mwana Simba ambaye ana nia kununua jezi, basi nia yake iwe ni kununua jezi original. Kwa hiyo viongozi wa matawi, viongozi wa magroup, tuna wajibu wa kuhimizana, kukumbushana na kuelezana ukweli ya kwamba nunua jezi original, achana kabisa na mpango wa kununua jezi feki, kwa sababu kufanya hivyo ni kuiangamiza klabu yako kiuchumi. Nadhani kwa hilo tumeelewana vizuri. Kuanzia sasa mwenye mpango wote wa kununua jezi, usikimbilie tu kwenda kununua jezi kwa sababu ni bei rahisi, shilingi 15,000, shilingi 20,000, ukaenda ukanunua bidhaa feki. Ni bora ukajichanga unavyoweza kujichanga ili ununue jezi halisi ya klabu yako ya Simba. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni, kwa yule ambaye atahitaji kununua jezi original, ziko hapo, anunue. Kwa ambaye ni mfanyabiashara anahitaji kuendelea kuuza bidhaa za jezi za Simba, naye anaweza akanunua hapo hapo kwa bei ya jumla akawauzia wana Singida, kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye ananunua na kuvaa jezi fake. Jambo jingine ambalo ningependa kuwashirikisha ndugu zangu wa Singida ni kuhusiana na maendeleo ya timu yetu ya Simba Sports Club. Kwanza tujiandae kuanzia sasa. Tutakapokuja kucheza mechi hapa na Singida, tuhakikishe tunaweka nguvu kubwa tupate ushindi katika mchezo huo. Maandalizi yaanze sasa. Mipango ya ushindi ianze sasa. Tutakapokuja inakuwa ni swala la kumalizia kazi tu. Sio tuje sasa ndo tuanze kutafutana mwenyekiti yuko wapi, Antibora yuko wapi, katibu yuko wapi. Tukifika hapa tayari mipango yote ipo kwenye system. Tunafika hapa, tunapita hapa, tunabonyeza hiki, tunakwenda kumlipua, tunaondoka na alama 3, shughuli inakuwa imeishia hapa. Na nyie mnafahamu mechi sisi na wale inakuwa gani ngumu kweli kweli. Kwa hiyo tunawajibika kujiandaa haswa kuanzia sasa, ili ikifika muda sisi na wao kazi yetu inakuwa ni kwenda kumpelekea tu pumzi ya moto. Hiyo ndio kazi yenu watu wa Singida. Jiandaeni na mechi hiyo ili muda ukifika twende tukachukue alama 3. Na mimi sina mashaka na nyinyi kwenye maandalizi, lakini lazima tuhimizane
na lazima tukumbushane. Hatutaki kudondosha alama hata moja msimu huu, na hatutaki kudondosha alama hapa Singida. Kwa misimu miwili tumechukua alama 3 hapa. Tunataka tena safari hii tuendeleze utamu huo wa kuchukua alama 3. Lakini haitakuwa rahisi kwa sababu na wenyewe wamejiimarisha zaidi. Timu yao imezidi kuwa bora sana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujiandaa kulingana na nguvu ya mpinzani wetu, ili tukifika hapa twende tukachukue alama 3. Iwe ya goli 1, iwe ya goli 2, ili mradi mnyama achukue alama 3, twende kwenye vita tunayokusudia, vita ya ubingwa msimu huu.